Habari ya asubuhi. Karibu tena katika channel ya Daktari Wilson Swahili Ministry. Basi naitwa Daktari Wilson Tayo. Nashukuru nyote ambao mnajiunga asubuhi ya leo na wale ambao mnanifuata katika channel hii kusikiliza mahusia, kusikiliza mawaidha ya kiroho ambayo naweza kupeana kupitia kwa mambo yanayoonekana na vitu vilivyoumbwa na Mungu kwa uwezo wake, akatupatia kibali cha kuvifikia ili viwe faida kwetu. Jambo la kwanza, nataka kuwashukuru nyote mnaofanya orders. Kuna watu wanafanya orders kwangu na hizo orders zingine hazijafikia. Basi kama hujafikiwa na orders ambazo umefanya, tulia, utapigiwa simu, utafikiwa. Tunatuma na DHL katika mataifa ya nje, na katika East Africa tunatumanga na mabasi mpaka katika nchi hii hapa ndani Nairobi, Kenya tunatuma na mabasi Mombasa na nchi yote na county zote za nchi ya Kenya. Lakini nje ya kama Tanzania, Uganda tunatuma na mabasi pia. Wanachukua na mabasi bidhaa, wala wana order services na huduma mbalimbali. Basi bidhaa hivyo vitawafikia wala ambao wamefanya order na mjapokea. Jitulieni moyo, maana sisi hatuna kampuni yetu ya usafirishaji, tunategemea za watu. Na hizo za watu zina mambo mengi. Kwa hivyo ukichelewa usijali, utapata tu, maana ni miaka sasa 5 tumefanya na wao. Na hakuna mzigo hata mmoja wa mtu mmoja uliopotea. Maana hizi ni bidhaa vya kiroho tunatengeneza kwa ustadi na hakuna vile mtu anaweza kukiiba. Karibu sana. Nitazungumzia leo habari za mtu aliye na alama hii ya alama ya M. Alama ya M kama mistari katika kiganja chako inaashiria alama M. Basi namba hii M ambayo ni alama nzuri, basi si ya kawaida. Alama hiyo si ya kawaida. Kwa wale ambao mmejaliwa kuwa nayo katika viganja vyenu, mshukuru Mungu. Kitu ambacho unafaa kufanya ni kutafuta sana njia na maarifa namna ya kuishi kwa miaka ambayo imesalia katika maisha yako. Usimalize kama mtu aliyeshindwa. Usimalize kama mtu aliyeshindwa. Kwa nini nakuambia hivyo? Kwa sababu yeyote aliye na hiyo alama si mtu ambaye anafaa kushindwa. Aliye na hiyo alama si mtu ambaye anafaa kuhangaika katika maisha. Maana alama hiyo inakuonyesha kuna mambo makubwa na ya muhimu mazuri yaliyo ndani yako. Usife na huo uwezo kabla hujafunguka na kufikia viwango vyenye Mungu alikuumba akitaka. Ninakuomba mtu wa Mungu, wahubiri, wamama, wazee, vijana, watu wa kike, wa kiume, wafanya biashara na watu wa kila tabaka mbalimbali mnaonisikiliza asubuhi ya leo, elewa ya kwamba kila chochote Mungu alifanya na kusudi. Usijihurumie kama una ile alama. Haufai kushindwa, haufai kuhangaika. Ni maarifa unahitaji. Ukishapata maarifa ya kujua namna ya kutembea na hiyo, ukiwa na hiyo alama, basi mtu wa Mungu, mambo yatageuka. Haijalishi umeumia miaka ngapi. Popote ambapo Mungu atakupata, hapo ndipo ataanza na wewe. Popote ambapo utakuwa umegundua siku ya hiyo, siku utagundua mambo mema, hiyo ndio itakuwa mwanzo mpya wa mageuzo katika maisha yako. Maana katika hata Biblia inasema ilitokea siku moja. So na kuencourage na kupatia moyo, kunayo siku ambayo itatokea. Siku ambayo italete furaha kwa moyo wako. Siku ambayo itageuza kilio kikawa kicheko. Hiyo siku iko mbele, inakuja. Unaweza ukafanya bidii kuhakikisha kwamba unakamatana na hiyo siku, kwa kwanza kufanyia kazi huduma ya maisha yako, ili kujiona na kujielewa, kujua unabeba nini. Walio na alama hii ni watu wakubwa. Ni watu walio na uwezo wa kuongoza wengine. Ni watu ambao wametengwa na karama mbalimbali za kuweza kusaidia wengine. Watu walio na alama hii sio watu wa kuhangaika na kushindwa.
Si rahisi sana mtu aliye na alama hii kufanya kazi na watu wengine wafaulu. Ni mtu huyu mara nyingi anafanya kivyake ndiye anafaulu. Akijaribu kwenda na wengine hawezi kufaulu. Kunakuwa na vikwazo na vizuizi kwa sababu aina ya features ambazo zimewekwa ndani ya mtu huyu si vizuri, si rahisi sana ambatane na maono ya mtu mwingine. So unakuta ni watu ambao ni kama mabuldoza wanaotengeneza njia mahali hapana njia, alafu watu walio na magari tabaka mbalimbali wanapitia. Kwa hivyo wewe uliye na hii alama, wewe ni mtu mkuu. Wewe ni mtu uliye na karama mbalimbali zenye uwezo. Kile unafaa kufanya ni kutafuta maarifa ya kiroho ya kukusaidia kugundua namna vile utahandle, vile utakamatana na hiyo mambo na kujiposition, kuline up na hiyo mambo. Maanake hata unabii unapokuja kwamba kesho Mungu atakubariki, kuna vitu unaweza fanya leo vikazuia hiyo neno kutimia kesho. So ni vizuri upate mtu wa kiroho atakaye kuelekeza mambo ya kuepuka katika maisha, akuelekeze mambo ya kufanya, akuelekeze ni wapi utakanyaga, akuelekeze ni wapi utaepuka. Unatakana kuwa na mtu anayeona, unatakana kuwa na mtu anayeweza kukutangulia kupatia ushauri wa kiroho. Wale mnashikana watu kibiashara, unakuwa na leta M, unashikana mtu aliye na leta N, inaleta ugumu katika maisha. Unakuwa ni mtu wa leta M kwa sababu ya kutojua unaoana na mtu ambaye hafai kuoana na wewe na yeye, kwa sababu lazima ujue kuna watu ambao wanaendanisha na kuna watu ambao hawaendanishi. Unapochukua chuma unganisha na matope, haitaenda, itashikamana kwa muda mfupi, lakini baada ya jua kupiga, jua inapotokea ikaushe matope, ile maji itaachana yenyewe tu na chuma. Wawezekana wewe ni chuma na mwenzio ni matope, haviwezi kushikana. Mafuta yakichanganywa pamoja na maji bado kutaonyesha tofauti. Hakuna siku mafuta itazama ndani ya maji. Chupa inaweza kujaa, lakini utaangalia utajua mafuta inafikia hapa na maji inafikia hapa. Lazima maji uelewe kwamba huwa ni mazito kuliko mafuta. Mafuta itabaki juu, maji itakuwa chini. So uelewe kwamba kuna watu hauambatanishi. Kuna huduma fulani haziwezi kwenda ukizifanya ukiwa na leta M. Kuna kazi fulani kama ni zako unafanya na leta M haziendi. Kuna biashara aina fulani haziwezi kwenda. Kuna watu aina fulani huwezi shikamana nao ukafaulu jambo ukiwa na leta M. Kwa sababu gani? Umetengwa kwa kusudi. So ni nini unatakana kufanya? Unatakana kujiunga katika masuala ya kufunguliwa macho ya kiroho, kielimu ya kiroho. Sisemi elimu ya kidini, siongea habari za elimu ya kidini, naongea habari za elimu ya kiroho. Elimu nzuri ya kiroho, si elimu mbaya ya kiroho. Elimu nzuri, maana kuna elimu mbaya ya kiroho na kuna elimu nzuri ya kiroho. Elimu nzuri ya kiroho ni ile elimu ambayo inakusaidia kufanikiwa katika masuala yako ya afya, masuala yako ya maisha, masuala yako ya kuendelea mbele, masuala ya kijamii, masuala ya kikazi, kitaaluma, na masuala ya kiroho ya kuambatana na Mungu. Elimu ambayo haikutoi kwa Mungu, lakini inakuambatanisha pamoja na Mungu, huku ikukupatia ufahamu wa ndani sana, namna ya kutembea naye na namna ya kutumia vitu ambavyo amekupa kwa njia ya kukufanikisha wewe. Ndiyo elimu nazungumzia habari zake. Chochote ambacho unajikuta unafanya, hicho ambacho Mungu amekujalia kufanya, unafaa uwe na maarifa yake ya kiroho ya namna ya kukifanya. Iwapo itakuwa haiambatani pamoja na alama ambayo, maana ile alama unaiona hapa kwa mikono yako, kama ni leta M, hii alama kuna vitu imebeba. Na kama ujui hizo vitu, utajifanya chochote, utakula chochote, utaenda popote, utashikama mtu yoyote, hutajua la kufanya. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu haujajua. Anasema watu wangu wanaangamia kosa maarifa. Naomba niwaletee elimu hii, itakusaidia kuepuka hata hizi miezi mitano
sijui 5.5 iliyo mbele imebaki mwaka huu, inaweza geuka ikawa faida kubwa. Kila ambacho ukufanya kwa miaka 20, Mungu anaweza kukitumia ukafanya kwa miezi 6, unaweza ukafanya kwa mwaka moja. Maana Mungu hachelewi. Akikuwezesha, ukigundua kitu, kuna vitu ambavyo nitafundisha utagundua. So wale ambao mko na leta M katika mikono yenu, ninyi si watu maskini. Ninyi si watu ambao mnafaa kuombaomba. Na ninyi si watu wa kukaa katika chini ya maono ya watu wengine kuelekezwa. Ninyi ni watu wa kuelekeza watu. Ninyi ni watu wa kusimama juu na kufanya kila ambacho Mungu amewaitia. Hivi vile unaishi ndio unaishi. Muda wako unaendelea kuisha na kuyoyoma. Lazima uelewe kwamba kuna wakati wa kukomboa, kwa sababu kuna mambo ambayo ulichelewa kugundua na hukuyafanya. So elimu ya kiroho itakufungua macho uweze kujua mambo ambayo unataka kufanya, kuepukana na kuweka familia yako sawa, watoto wako sawa, yale ambao wazazi wako hawakukusaidia na wewe uyagundue, usaidie watoto wako mapema. Maana mtu anaweza kuwa amefeli kwa wazazi na yeye pia akafelisha watoto wake. So nawaombea hii kizazi ambacho tuko nacho ni kizazi ambacho kinaenda kiroho, kwa sababu ukiangalia mitandao yote na .com hii yenye tuko ndani, hii system yote ya ulimwengu unaangalia, unaona hii ni spiritual world. Kwa hivyo ningependa ni wakaribishe kwa wale ambao wangetaka kujiunga kwa mafundisho ya WhatsApp. Mafundisho ya WhatsApp ni partners, ni watu special kwangu. Kama hauko tayari kuwa partner, usijiunge. Mafundisho ya WhatsApp ni watu special kwangu, ni partners. Ni watu ambao watakuwa wanasimama na mimi kwa maombi. Na ni watu ambao watakuwa wanasimama na mimi kwa kutoa pesa zao. Na ni watu ambao watakuwa wanasimama na mimi katika jambo lolote, liwe nzuri, liwe mbaya. Hao ndio watakuwa marafiki zangu. Hao ndio watu ambao watapiga simu usiku saa 8 na nitachukua. Watakuwa na namba zangu personal ambao ni tofauti na zile zingine. Hawa ni watu ambao nikitaka kufanya mkutano nitawaambia nataka kufanya mkutano huu. Na hawa partners ni watu ambao nataka kuingilia kuhakikisha elimu niliyo nayo, ufahamu niliyo nao, uwezo niliyo nao na nguvu nilizo nazo, utambuzi ambao Mungu amenitambuliza, mambo ambayo nimetambua ya kiroho, ujuzi wangu wote. Hawa ndio watu ambao nataka kusacrifice kwao kimaisha, kielimu, kuhakikisha kwamba kiafya na waguide, kijamii na waguide, kibiashara na waguide, kifedha, kitaaluma na kila jambo, wakiwa wanategemea Mungu ambaye ananitumia, wakiwa wanamwamini Mungu ambaye amenitenga, basi huyo Bwana kwa Roho wake Mtakatifu atawaongoza. Na mimi naamini ya kwamba hao watu watafaulu. Kwa hivyo wewe kama unataka kuwa mmoja wao, wa kike au wa kiume, itakuwa ni WhatsApp na unaleta majina yako, unasema niweke ndani, lakini naomba tafadhali kama hauko tayari usijiingize kwa kitu kama hiyo, maana hii itaenda kugeuza kuwa mtu wa kiroho. Si mtu wa kidini, mtu wa kiroho. Siongea habari za kuwa Mkristo, naongea habari za kuwa mtu wa rohoni, ambaye kuna vitu nitakuonyesha, kuna mambo nitakufunulia. Ni wewe, nyinyi ndio watu ambao mtaniita saa 8 usiku na simu na nitaitika. Nitasimama niketi. Nyinyi ndio watu ambao mtanifanya nikae bila kula kwa muda nikifunga pamoja nanyi. Nyinyi ndio watu ambao mtafanya nilipe gharama nifike mahali ulipo bila wewe kugharamika, kwa sababu gharama yako ni kuwa partner wangu. So nataka watu ambao wanaweza kusema mimi nataka kuwa partner. Hao ni watu ambao nitabaki nikifundisha siri za kiroho, mambo yaliyo juu yao. Nitawafanyia screening wote na nitawafunulia vitu ambao wanatakana kujua, ili wajue wanapaswa kuepuka gani na kutembea na gani. Kuna vyakula wanatakana waache kula, kuna marafiki wanatakana watupe, na kuna marafiki wanatakana washike. Kuna maeneo wanatakana wahame waende kuishi maeneo fulani.
kuna biashara wanatakana kufunga na kuna biashara wanatakana kuanza. Yani nitakupatia siri zinazoambatana mambo yako ili kwamba uweze kufanikiwa. Iwapo unaweza kuwa na leta M, hii video ilikuwa leta M, lakini ninaongea habari za video, habari za WhatsApp group. So usije ukaconfuse ukafikiria wale ambao wako na leta M ndio nimesema wajiunge. Hapana, hii ilikuwa ni video kwamba mtu aliye na leta M asija kahangaika. Kuna siri nyingi ambazo hiyo leta M imebeba, na ukifunuliwa utasaidika. Na ndio maana waalika wote walio na M, walio na mistari iliyotawanyika isiyochora chini. Kuna watu wametawanywa pesa, kuna hata hatima imetengwa, kuna watu vitu vyao vingi vimefutwa. Basi wote wazuri na wabaya na waalika katika WhatsApp group. Unatuma majina, unasema naitwa fulani, mimi niko katika county fulani au niko katika nchi fulani na ninataka kujiunga na hiyo WhatsApp ya mafundisho. Hii inaanza kuanzia kesho asubuhi. So kuanzia sasa anza kutuma. Nitakuwa nachukua majina nikirecord, nikitengeneza mpaka wiki hii yote iishe. So wiki hii ikiisha, wiki inapoanza nitaweka siku yenye nitaanza kufundisha, nitaweka masaa. Nitakuwa nafundisha kwa WhatsApp. Kwa wale ambao watakuwa wako live watakuwa napata, kwa wale ambao watakuwa wamejiunga watakuwa napata baadaye, kulingana na sehemu unaishi na mahali unafanya na kazi yako na wakati wako. Na kuna wakati nitawaita katika live group where nitapiga WhatsApp group na tutaongea kwa WhatsApp kama vile nilikuwa nafanya mbeleni. Kuna wakati nilikuwa na WhatsApp International. Basi hivi ndivyo nitawafundisha. Aliye na leta M, ngojea siri. Nitakusaidia kwa video ijayo. Ujue unapaswa kufanya nini, unapaswa kuepuka nini, unapaswa ni nani wamezunguka maisha yako ambao unatakana kuachana nao, ni namba gani kwa simu yako ambao zinatakana ufute. Hizo namba zinaleta mikosi, na ni namba gani unahifadhi. Mimi nitakuletea. Mbarikiwe jamani, Mungu awabariki, na tukutane kwa video itakayofunua masuala mengi kuhusu watu walio na leta M. God bless you.